Wadau wote wa mataifa ya lugha ya Kiswahili mahali popote mlipo, leo hii nataka niwasaidie na mawazo kwa mada fulani ambayo inaitwa jifunze kila siku. Marafiki zako wanakufanya ubaki maskini na hata ujui. Kila jioni unapokaa masaa matatu mkizungumuza mambo yasiyo na maana, mkilalamika kuhusu kila kitu na kuangalia burudani isiyo faida, nyote mnakuwa mmeamua kubaki pale pale mlipo. Mduara wako wa kijamii umeunda gereza lisiloonekana la wastani wa maisha, ambapo yeyote anayejaribu kuboresha maisha yake huambiwa anajiona bora kuliko wengine. Unapojaribu kusoma badala ya kuangalia televisheni, wanakuona wa kuchosha. Unapowekeza katika elimu badala ya burudani, wanakuona kama umezidi. Unapoongea kuhusu mawazo ya biashara badala ya majungu, wao hubadilisha mada. Wanakupenda lakini wanapenda upande wako unaowafanya wajihisi vizuri kuhusu kutoendelea kwao. Kauli hatari kwa lugha ya Kiswahili ni wacha tupumzike na tufurahie, ikisemwa na watu ambao wamekuwa wakipumzika na kupoteza uwezo wao kwa miaka mingi. Huwezi kuruka na tai ikiwa umezungukwa na bata wanaokukatia mabawa kila unapotaka kupaa. Tunaona ya kwamba mapato yako mara nyingi sana utapata kwamba mapato yale ambayo unayapata ya wastani yatakuwa ya wastani wa watu 5 unaotumia muda mwingi na wao. Na ukweli sio utani, kwa sababu watu wengi ukitembea na wao basi utakuwa ni kama wao. Utakuwa unafanana na wao kwa sababu ya wastani ule unataka, yani wanasemanga kwa Kiingereza mediocrity. Kwa hivyo wakati unapotembea na watu, lazima utembea na wale ambao wako tayari. Wanasema na kama hawa 5 hawakui, basi hata wewe hukui kwa sasa hivi. Kuna watu walio na masaa 24 sawa na yako, wana upatikanaji sawa wa taarifa ulionayo, wana fursa zile zile ulizonazo, lakini wao wanaunda utajiri, wanajenga biashara, wanatatua matatizo na wanaishi maisha ya kipekee, ilhali wengine wanabaki pale pale walipokuwa miaka 5 iliyopita. Nini kinacholeta tofauti? Swali ambalo linatupasa tujiulize. Sio kipaji, sio bahati, sio kujuana. Ni kitu kimoja rahisi kinachotenganisha wale ambao wanafanikiwa na wanaoteseka. Wanaelimisha nafsi zao kila siku. Kwa hivyo ni vizuri wewe mwenyewe uelimishe nafsi yako kila wakati. Uchukue fursa yako muhimu ya kujielimisha. Tunapata kwamba mambo mengi yanafanyika sasa hivi. Katika mtandao kuna mambo mengi ambayo yameorodheshwa pale ambayo yanaweza yakakusaidia katika maisha yako. Kulikuwa na mtu anaitwa Joe ambaye alirithi dola milioni 14 kutoka kwa baba yake. Alikuwa na kila kitu, yani pesa, mali na biashara nyingi katika majimbo tofauti tofauti. Baba yake alikuwa ameunda milki kupitia miongo mingi ya kazi ngumu na maamuzi ya busara. Lakini kulikuwa na jambo moja Joe hakuwahi kujifunza: kusoma taarifa za kifedha. Hakuwahi kuelewa mtiririko wa fedha. Hakuwahi kujifunza kuhusu uwekezaji, kodi au usimamizi wa biashara. Aliwaamini wengine wamsimamie fedha zake, huku yeye akifurahia maisha ya mazuri yaliyotokana na urithi wake, kwa sababu unajua yeye sasa hakutoa jasho. Joe aliishi kama mfalme wa miaka ya
mwanzo, magari ya kifahari, mapumziko ya kifahari, jumba lenye bwawa la kuogelea na uwanja wa tenisi. Alidhani pesa hizo zingedumu milele, lakini pole pole, kimya kimya, utajiri wake ulianza kupotea. Uwekezaji mbaya uliopendekezwa na watu aliowaamini. Biashara zilionekana nzuri juu juu, lakini zilikuwa maafa ndani. Matatizo ya kodi ambayo hakuyatarajia. Yaani yeye alikuwa akiburudisha nafsi yake, lakini hakujua kwamba wale ambao ni wandani wake ndio walikuwa wanamchimba chini. Walikuwa wanamfilisi. Hakuelewa kwamba hao wanamfilisi. Kwa hivyo yeye mwenyewe ndani ya miaka 15 kila senti yake ilipotea. Alifariki akiwa na umri wa miaka 50. Maskini kabisa wakati huo. Sio kwa sababu hakuwa na pesa, bali kwa sababu hakuwa na elimu kuhusu pesa. Umaskini wake haukuwa mfukoni mwake, ulikuwa kichwani mwake. Yaani umaskini huo ulikuwa kwa mawazo. Hii ndiyo shida ya kizazi chetu sasa hivi. Tunaishi katika zama za taarifa. Tunayo fursa ya kupata maarifa zaidi kuliko kizazi chochote katika historia ya mwanadamu. Unaweza kujifunza chochote unachotaka. Bora tu umekaa na umetulia na uko na nidhamu. Unaweza kusoma chini ya akili kubwa zaidi zilizowahi kuishi kupitia vitabu. Unaweza kuchukua kozi kutoka kwa wataalamu wakuu duniani kupitia internet hapa mtandaoni. Unaweza kuwa na walimu wasio na uso wanao kufundisha kupitia video, kupitia podcast na program za mtandaoni. Kwa hivyo sisi tunaishi kwa wakati mzuri sana mno. Wakati ambapo yani kila kitu kipo. Unaona? Tunapata kwamba unaweza ukatumia wakati wako mzuri katika mtandao hapa kujielimisha na kupata maarifa na kupata mambo mengi tu ambayo yanaweza yakakusaidia katika maisha ya sasa hivi, kwa sababu kwa kweli tunaishi katika maisha ambayo usipojielimisha mambo yako yatakuwa ni magumu sana. Unaweza ukapata mambo mengi kupitia tu kwa simu yako. Uone kwamba unapata kwamba kuna mambo ambayo unaweza ukasoma na kufanya hata kama hukuenda shuleni. Kwa hivyo, lakini bado tunalea kizazi cha watu walio na taarifa nyingi lakini hekima kidogo. Wanajua uvumi wa hivi punde wa watu mashuhuri. Wanaweza kukuambia kila takwimu ya timu wanayoipenda ya michezo kutoka miaka 10 iliyopita. Unaona, yani wanaweza kutumia masaa 6 wakipitia mitandao ya kijamii. Wakiangalia video za watu wakicheza, wakila au wakilalamika kuhusu matatizo yao, lakini hawezi kukuambia jambo moja walilojifunza jana litakalo boresha hali yao ya kifedha, mahusiano yao, afya yao au maisha yao ya baadaye. Hawawezi. Ingia katika duka lolote la kahawa na usikilize mazungumzo. Watu wanazungumza kuhusu yaliyotokea kwenye televisheni usiku uliopita. Wanajadili matatizo ya watu wengine. Unaona? Wanalalamika kuhusu bosi wao, kazi yao, serikali yao, mazingira yao, lakini ni wangapi wanaozungumza kuhusu kile wanachojifunza? Ni wangapi wanaojadili kitabu wanachosoma au kozi wanayofanya? Ni wangapi wanaopanga elimu yao kwa namna ile ile wanavyopanga burudani yao? Makaburi ndiyo sehemu tajiri zaidi duniani. Yamejaa watu waliokuwa na mawazo makubwa lakini hawakuyakuza, kwa sababu hawakuchukua muda wa kujifunza namna ya kuyatekeleza.
walikuwa na ndoto za kuanzisha biashara lakini hawakuwahi kujifunza kuhusu biashara. Waona, walikuwa na mawazo ya uvumbuzi lakini hawakuwahi kusoma uhandisi au utengenezaji bidhaa. Unaona sasa, hivyo ndio maana tunasema kwamba kaburi limejaa na watu wengi mno. Ni watu ambao kwa ukweli ukiwaangalia, ukisoma, utapata ni watu ambao wangefanya mambo mengi sana. Unapata kwamba walitaka kuandika vitabu, lakini hawakuwahi kujifunza kuhusu uandishi au uchapishaji. Walikuwa na uwezo mkubwa lakini hawakuwahi kubadilisha kuwa nguvu kupitia elimu. Kwa hivyo unaweza kuwa na mawazo, lakini usipojielimisha hakuna jambo lolote utakalofanya bila kujifunza, bila kujielimisha. Fikiria kuhusu vile ulivyokuwa miaka 5 iliyopita. Ulijua nini wakati huo ukilinganisha na unachojua sasa? Hata kama ni miaka 5 iliyopita, ukiwa mkweli utakubali kuwa unajua kidogo zaidi, lakini sio sana. Kiwango cha maarifa na ujuzi wa watu wengi unapata kwamba haiongezeki, hubaki vile vile mwaka baada ya mwaka. Wanafunzi wanapohitimu shule ufikiri elimu yao imekamilika. Hawana time tena, hawana muda wa kusoma. Wanapata kazi na kuacha kujifunza mambo mapya. Wanazoea maisha ya kawaida na ukuaji wao usimama kabisa. Kwa sababu wengi wanafikiria wakiwa shuleni ndio wanaweza soma, ndio wanaweza fanya chochote. Lakini ubongo wako ndio kiumbe cha ajabu zaidi katika ulimwengu. Wanasayansi wanatambua kuwa ubongo wako una uwezo wa kuhifadhi taarifa nyingi kuliko kompyuta zote duniani, zikijumulishwa pamoja hizo kompyuta zote. Ubongo wako unaweza ukahifadhi zaidi. Akili yako inaweza kujifunza lugha, kutatua matatizo magumu, kuunda sanaa, kujenga biashara na kubadilisha dunia. Kwa hivyo wanadamu nao wanadamu wameundwa kwa njia ya kipekee sana. Lakini watu wengi hutendea ubongo wao kama sehemu ya kutupa taka. Takataka tu, wanatupa pale taka. Wanaijaza kwa takataka za akili, burudani isiyo na maana, habari hasi, drama za watu wengine na taarifa zisizokuwa na faida. Hayo hayataboresha maisha yao kamwe. Kila asubuhi unapoamka una uchaguzi. Unaweza kuchagua kuwa mtu yule uliyekuwa jana ukiwa na maarifa yale tu, ujuzi ule na mipaka ile na uchague kuwa bora zaidi. Lakini ubora hautokei kwa bahati. Ubora hautokei kwa kutamani au kuombea. Ubora hutokea kwa elimu. Ubora hutokea pale unapolisha akili yako kwa makusudi na kwa nia thabiti, maarifa yatakayobadilisha maisha yako. Kwa hivyo watu wengi wanafikiria kwamba kuna miujiza inafanyika kwa kuwa bora. Watu wengi wanasubiri mwingine abadilishe maisha yao. Wanasubiri bosi awapandishe cheo. Wanasubiri serikali iwasaidie. Unaona, wanasubiri mazingira yaboreshwe. Lakini watu waliofanikiwa huelewa kwamba wao wenyewe ndio wanawajibika kwa maendeleo yao binafsi. Hawasubiri fursa, wao wanaumba fursa kupitia kwa elimu. Maarifa unayohitaji kubadilisha maisha yako tayari hapo. Tayari kuna mtu ambaye ameshatatua matatizo unayopitia. Tayari kuna mtu ambaye amefanikisha malengo unayotamani. Tayari kuna mtu ambaye amejenga biashara unayotamani. Tayari kuna mtu ambaye ameunda mahusiano unayotamani na kukuza ujuzi unayotamani. Swali hiyo sio kama maarifa yapo, swali ni kama utachukua muda kwa kujifunza, kwa sababu kila kitu kipo. Shaona, maisha yako ya baadaye huyaamuliwa na yaliyopita. Hayataamuliwa na hali ulionayo sasa. Hayataamuliwa na familia uliyotokea au shule uliyoyasoma. Shule hiyo ulisomea haitafanya chochote. Maisha yako ya baadaye yataamuliwa na kile
chagua kujifunza kuanzia leo na kuendelea. Elimu ni msawazo mkuu sana. Inaweza kukupeleka kutoka umaskini hadi ustawi, kutoka kushindwa hadi kufanikiwa, kutoka kuwa wa kawaida hadi kuwa wa kipekee. Lakini elimu inahitaji nidhamu. Inakuhitaji uzime televisheni na uchukue kitabu. Hata kama ni simu uzime, uchukue kitabu. Lakini elimu inahitaji nidhamu. Inakuhitaji ufanye namna gani? Inakuhitaji usikilize vipindi vya elimu badala ya muziki usio na maana ukiwa safarini. Inakuhitaji uwekeze kwenye kozi na semina badala ya kutumia pesa kwenye starehe. Inakuhitaji uwe na mazungumzo kuhusu mawazo na sio kuhusu watu na mazingira. Swali sio kama unaweza kumudu kujielimisha. Swali ni kama unaweza kumudu kutofanya hivyo. Ujinga, wacha niwaambie, ni gharama. Ujinga, watu wengi hawajui kwamba ujinga ni gharama. Ujinga unakugharimu fursa, ujinga unakugharimu pesa, ujinga unakugharimu mahusiano, ujinga unakugharimu maisha yako ya baadaye. Bei ya kujifunza siku zote ni ndogo kuliko gharama ya kutojua ama gharama ya ujinga. Acha nikupe mfano wa msichana fulani ambaye alikuwa anaitwa Samantha. Alikuwa mmoja wa watu werevu zaidi niliowahi kukutana nao. Haraka kwenye takwimu, makini kwenye suluhu. Huyu Samantha, wacha niwaambie, alikuwa hodari sana kwa takwimu. Na alikuwa na uongozi wa asili uliowafanya watu watake kumfuata. Yaani wale ambao wana ushawishi kwa sababu ya elimu walionayo. Kwa hivyo akiongea watu walimsikiliza. Akiwa na wazo mara nyingi ilikuwa bora. Lakini kwa miaka 17 Samantha alifanya kazi za mshahara wa chini. Mhasibu wa duka la vyakula, mapokezi kwenye ofisi ndogo, usafi siku wa manane ili kupata pesa zaidi. Unaona, sasa alikuwa anafanya zaidi sana. Kila asubuhi aliamka akiwa amechoka. Kila jioni alirudi nyumbani akiwa amekata tamaa. Akilalamika jinsi maisha yalivyokuwa mabaya, jinsi yalivyostahili zaidi, jinsi watu wengi ama wengine walivyo na bahati. Samantha alikuwa na ndoto. Alizungumza kuhusu kuanzisha kampuni yake ya usafi na kuipanua iwe kampuni kubwa ya huduma kamili. Waona sasa, Samantha alikuwa na ndoto nzuri katika maisha yake. Alizungumza kuhusu mali isiyohamishika. Yaani mali ambapo sasa anaweza akajimudu akifanya vizuri kwa sababu alikuwa na akili nzuri sana huyo Samantha. Tunapata kwamba alikuwa akizungumuza haya yote. Alikuwa anaambia watu, alizungumuza kuhusu mali isiyohamishika, kununua nyumba ya kupangisha, alizungumuza kuhusu kuandika kitabu, kuhusu maisha yake, lakini yote yalibaki kuwa maneno tu. Maneno bure tu. Mwaka baada ya mwaka maisha yake yalibaki pale pale. Nyumba ile ndogo ya kupanga, tabu zile za kulipa bili, hisia zile za kukwama kwenye mzunguko tu asiyoweza kuvunja. Siku moja jioni, jirani yake Mark alimuuliza swali rahisi lililobadilisha kila kitu kwake. Akamwambia Samantha, kila usiku unatumia saa 3 kiangalia vipindi vya televisheni kuhusu maisha ya watu wengine. Unajua kila mhusika, unajua kila simulizi, kila tukio la kusisimua, lakini niambie jambo moja. Leo umejifunza nini litakalofanya maisha yako kuwa bora kesho? Kwa sababu kwa kweli wengine wanaangalia hapa TikTok
wanaangalia kwa simu kila kitu, lakini hawana kile ambacho kinaweza kikawasaidia kuweka chakula juu ya meza. Samantha alianza kujibu, kisha akanyamaza. Akagundua hakuwa na la kusema, hakuwa na jibu. Si jambo moja. Mark akaendelea, umefanya kazi kwa miaka 17 lakini una ujuzi ule ule uliokuwa nao siku ya kwanza. Unajua kila kitu kuhusu vipindi vya runinga ambavyo vitasahaulika mwaka ujao, lakini hujui chochote kuhusu biashara, uwekezaji, masoko au uongozi. Unalalamika hali yako, lakini hujawahi kutumia hata saa moja kujifunza namna ya kujibadilisha maisha yako. Maneno hayo yalimgonga Samantha kama kibao usoni. Ni kama mtu amempiga kofi. Alirudi nyumbani usiku huo na kuangalia vyumba vyake, vitabu kuhusu watu maarufu, majarida ya mtindo na udaku, CD, filamu na vipindi vya runinga. Hakuna hata kitabu kimoja cha biashara. Hakuna kozi yoyote ya kujijenga. Hakuna hata nyenzo moja ya elimu ingemsaidia kujenga maisha aliyodai kuyataka. Unaona, mambo kama hayo ndio yanashika watu mahali popote waliko hapa duniani sasa hivi katika kizazi hiki. Siku iliyofuatia Samantha alifanya uamuzi uliobadilisha maisha yake yote. Aliendelea maktaba na kukopa vitabu vizuri. Kimoja kuhusu kuanzisha biashara, kimoja kuhusu fedha binafsi, kimoja kuhusu masoko. Alishtuka kuona ugumu wa kuvisoma. Ubongo wake ulikuwa umezoea burudani na taarifa rahisi ulipambana na dhana zinazohitaji umakini na kufikiria, kwa sababu unajua kama ushazoea tu kuangalia televisheni, mambo burudani, muziki na mambo kama hayo, ni vigumu sana uanze sasa kufuata mtiririko, kufuata mkondo wa kusoma. Lakini Samantha alisisitiza kila jioni badala ya kutazama runinga kwa muda wa saa 3, alisoma saa 1 na kutazama runinga karibia saa 2. Sasa alianza sasa kusoma. Alianza sasa kusoma. Baada ya mwezi mmoja, jambo la ajabu lilianza kutokea. Alianza kuona kazi yake kwa mtazamo tofauti. Aliona upungufu kwenye jinsi duka la vyakula lilivyokuwa likiendeshwa. Aliona fursa ambazo wakurugenzi wake walikuwa wakipuuzia. Akaanza kuelewa kwa nini baadhi ya biashara ufaulu na zingine hushindwa. Baada ya miezi 6 ya kujifunza kila siku, Samantha alimwendea msimamizi wake na pendekezo. Alikuwa amejifunza kuhusu usimamizi wa hesabu na akapendekeza mfumo ambao ungeokoa duka maelfu ya pesa kila mwezi. Naona sasa mawaidha ambayo anayapeleka pale. Msimamizi wake alistaajabu. Ndani ya mwaka mmoja Samantha alipandishwa cheo kuwa msaidizi wa manager. Lakini jambo muhimu zaidi, alikuwa ameanzisha biashara yake ndogo ya usafi mwishoni mwa wiki, akitumia kila kitu alichokuwa akijifunza kuhusu masoko na huduma kwa wateja. Sasa ameanza sasa kuleta faida katika maisha yake huyu Samantha. Sio kama vile alivyokuwa, kwa sababu pale wakati ule alikuwa ni burudani tu anatazama. Kwa hivyo hapa tunapata kwamba alikuwa amejifunza kuhusu bei, kuhusu kuajiri wafanyikazi, kuhusu kujenga mifumo. Yule Samantha aliyekwama kwenye kazi ya mshahara mdogo kwa miaka 17. Sasa alikuwa mmiliki wa biashara yenye mafanikio. Sio kwa sababu ghafla alikuwa mwerevu zaidi, bali kwa sababu hatimaye aliamua kujielimisha. Hii ndio hisabati ya ukuaji binafsi. Kila siku unapoamua kujifunza kitu kipya, uongezi tu maarifa, bali unazidisha uwezekano wako
Kila siku unapochagua burudani badala ya elimu, huwezi kubaki pale pale, bali unarudi nyuma, kwa sababu dunia inaendelea kusonga mbele huku wewe unasimama. Fikiria kuhusu riba ya mchanganyiko. Ukifanya shilingi 100 kila siku kwa miezi 6 kwa riba ya 5%, utakuwa na zaidi ya shilingi 22,000. Lakini ukisubiri miaka 10 kabla ya kuanza kuweka akiba, utakuwa na takriban shilingi 11,000 pekee. Kwa hivyo muda ni muhimu sana. Kwanza ni muhimu. Kanuni hiyo hiyo inatumika kwa elimu. Ukiamua kujifunza kitu kipya kila siku kwa mwaka mmoja, utakuwa unajua mambo 365 zaidi ya yale unayojua leo. Lakini ukisubiri miaka 5 kabla ya kuanza kujifunza, utakuwa umechelewa tuseme miaka 5 nyuma ya pale ungekuwa. Unaona sasa utakuwa unarudi tu nyuma. Kwa hivyo inafaa mtu aende mbele kwa kujifunza. Tunaambiwa kwamba gharama ya kusubiri sio tu kile unachokosa, bali ni kile ambacho ungekuwa umejenga katika muda huo. Kwa hivyo muda sio ya mchezo, muda sio ya kuchezea. Muda ni jambo muhimu sana. Tujifunze sana kutumia muda, kwa sababu watu wengi hudharau kile unachoweza kufanikisha ndani ya miaka 5, lakini huongeza matarajio kupita kiasi kwa kile wanachoweza kufanikisha ndani ya mwaka mmoja. Elimu ya kila siku ni mchezo wa muda mrefu. Ni kuelewa kwamba vitendo vidogo lakini vya mara kwa mara ndivyo vinavyounda matokeo makubwa baada ya muda. Saa moja ya kujifunza kila siku huonekana ndogo, lakini baada ya miaka 5 hiyo ni zaidi ya masaa 1,800 ya elimu. Sawa na shahada ya chuo kikuu, ya kutosha kumudu ujuzi wowote, kujenga biashara yoyote, au kubadilisha maisha yoyote. Kwa hivyo mimi naona kwamba kwa kweli tunapaswa kujifunza. Kulikuwa na mtu anaitwa Jerry, aliyefanya kazi katika kiwanda cha magari kwa miaka 12. Kila asubuhi saa 12:30 alichapa kadi ya kuingia kazini. Kila jioni saa 9:30 alichapa kadi ya kutoka. Ratiba ile ile, mshahara ule ule, mazungumzo yale yale na watu wale wale kuhusu matatizo yale yale tu. Jerry alikuwa mzuri kwenye kazi yake. Aliweza kuunganisha sehemu za magari kwa kasi kuliko karibu kila mtu kwenye mstari. Lakini moyoni alikuwa anakufa. Yaani taratibu yake ilikuwa inaenda chini sana. Jerry alikuwa na ndoto zilizomnyima usingizi usiku. Alitaka kuanzisha karakana yake ya kutengeneza magari. Aliyajua magari kuliko wafanyabiashara wengine. Lakini kujua namna ya kutengeneza gari na kujua namna ya kuendesha biashara ni mambo mawili tofauti kabisa. Unaweza ukajua kufanya jambo lakini biashara tofauti. Kwa hivyo tunapata kwamba aliyajua magari kuliko wafanyabiashara wengine. Lakini hapa tunapata kwamba kwa miaka mingi Jerry alizungumza kuhusu ndoto zake wakati wa mapumziko ya chakula cha mchana, lakini kuzungumza pekee ndiko kulikuwa katika moyo wake. Siku moja Jerry alitambua jambo lililobadilisha maisha yake kabisa. Nawe pia unaweza ukatambua kile ambacho kinaweza kikakusongeza kutoka kwa hatua moja ama nyingine. Wakati akitumia mapambazuko, wakati wake wa kupumzika, akipumzika mchana na kulalamika kuhusu uongozi akiwa na wenzake, ghafla alijiuliza, je, ingekuwaje ningeutumia muda huu
kujifunza badala ya kulalamika, kwa sababu wengi unajua wakati wakiwa kazini wanakaa chini wanaongea juu ya siasa, wanalalamika jinsi mambo yanavyoendelea vibaya. Mchana huo badala ya kuungana na wenzake kulalamika, Jerry alikwenda kwenye gari lake na kusikiliza podcast ya biashara, yani video kwenye simu yake. Video hiyo ilikuwa kuhusu mtu aliyeanzisha karakana ndogo na kulikuza hadi kuwa na matawi 20. Jerry alivutiwa sana. Alijifunza kuhusu leseni za biashara, bima, huduma kwa wateja, mbinu za bei, mambo ambayo hakuwa amewahi kuyafikiria. Aliporudi kazini alihisi tofauti. Alijihisi kama vile alikuwa amewekeza dakika karibu 30 kwenye maisha yake ya baadaye, badala ya kupoteza dakika 30 kwenye malalamiko. Usiku huo badala ya kutazama vipindi vyake vya televisheni vya kawaida, Jerry aliingia mtandaoni na kupata kozi za bure kuhusu usimamizi wa biashara ndogo. Aligundua kwamba kila kitu alichokihitaji kujifunza kilikuwa tu hapo kwa mtandao. Mipango ya biashara, masoko, uhasibu, uhusiano na wateja, usimamizi wa wafanyikazi, vyote vilikuwa vinasubiri ajifunze. Lakini Jerry aligundua kitu kumhusu na kuwahusu watu wengi sana. Ndio maana nakwambia kwamba kujifunza ni jambo la muhimu sana. Tunapata kwamba tumefundishwa kuwa watumiaji na sio wabunifu. Tunatumia burudani, tunatumia habari, tunatumia maoni na drama tu za watu wengine. Tunatumia muda na nguvu za akili kwenye mambo yanayowahusu watu wengine badala ya kujenga mambo yanayotuhusu sisi wenyewe. Jerry alitambua kwamba kila usiku alikuwa akitumia muda kuangalia ndoto za watu wengine kwenye televisheni, huko ndoto zake zikiwa zinafubaa. Alikuwa akiwekeza muda wake kwenye wahusika wa kubuni, huku maisha yake halisi yakibaki tu pale pale. Alikuwa akijifunza simulizi za vipindi ambavyo vingefutwa mwaka ujao, huku akibaki hajui kanuni ambazo zingebadilisha maisha yake milele. Kwa hiyo Jerry alifanya uamuzi wa dhati. Alikawa mbunifu badala ya mtumiaji. Badala ya kutazama watu wengine wakifanikiwa kwenye televisheni, alianza kujifunza namna ya kufanikiwa kwenye maisha halisi. Nawe pia unaweza ukafanya hivyo. Wewe unaweza ukafanya hivyo. Badala ya kutazama watu wengine wakifanikiwa kwenye televisheni, nawe ufanye hivyo. Badala ya kufuatilia timu za michezo, alianza kufuatilia wakufunzi wa biashara. Badala ya kukariri maisha ya nyimbo, maisha ya watu ambao wanaimba mashairi, alianza kukariri kanuni za biashara. Unaona ni tofauti sana, kwa sababu wengine wanajua hata nyimbo za wanamuziki, na wanajua wanamuziki, wanajua kila jina la team, wale ambao wanacheza kwa timu tofauti tofauti. Kila asubuhi wakati wa dakika 15 za kuendesha gari kwenye kazini, Jerry alisikiliza vitabu vya sauti vya kielimu. Kila wakati wa mapumziko ya chakula cha mchana alitazama video za mafunzo ya biashara. Kila jioni alitumia saa moja kujifunza kitu kipya kuhusu ujasiriamali, huku wenzake wakitumia jioni zao kwenye burudani. Yeye anatazama ujasiriamali. Ndani ya miezi 6 jambo la ajabu lilitokea. Jerry alianza kuona fursa. Alianza kuona sasa fursa kabisa ya ajabu. Kila mahali sasa alikuwa anaona fursa. Aliona kwamba kiwanda chake kilikuwa na matatizo ya matengenezo yaliyogharimu mamia ya maelfu ya shilingi, kwa sababu walikuwa wakitumia kampuni zisizofaa. Aligundua kwamba majirani wengi walikuwa wakiendesha magari yao hadi kwa wauzaji wakubwa ghali kwa ajili ya matengenezo madogo ambayo yangeweza kufanywa kwa
nusu ya bei. Kwa sababu hapa alikuwa sasa Jerry akaanza kutoa ushauri wa magari kwa wenzake majirani. Habari zilienea haraka kuhusu utaalamu wake na uaminifu wake. Watu walianza kumuomba aangalie magari yao mwishoni mwa wiki. Ndani ya mwaka moja tu Jerry alikuwa akipata kipato kikubwa zaidi kutoka na matengenezo ya magari mwishoni mwa wiki kuliko mshahara wake wa kazi. Lakini mabadiliko halisi yalitokea akilini mwa Jerry. Aliacha kufikiri kama mfanyakazi na akaanza kufikiria kama mjasiriamali. Yaani entrepreneur. Aliacha kutumia muda wake kwa maudhui ya watu wengine na akaanza kuunda maisha ya mwenyewe. Maisha yake mwenyewe. Aliacha kuwa mhanga wa mazingira yake na akawa mbunifu wa hatima yake. Kwa hivyo hata na wewe unaweza ukafanya hivyo, kwa sababu acha niwaambie, huu ndio nguvu ya kubadilika kutoka mtumiaji hadi mbunifu. Unapoacha kutumia muda kwenye tuseme burudani na kuanza kutumia muda kwenye elimu, unaacha kufurahia mafanikio ya watu wengine na kuanza kujenga yako mwenyewe. Watu wengi wamekuwa maskini kwa sababu ya hiyo. Yeye kazi yake ni kutazama vile watu wanafikiria, wanasema fulani na fulani ana pesa nyingi. Miaka 3 baadaye Jerry alikuwa anamiliki karakana 2 za kutengeneza magari na kuajiri watu 8. Lakini jambo la muhimu zaidi Jerry aligundua alikuhusu biashara lilihusu akili ya binadamu. Alitambua kwamba watu wengi wanaishi mwaka ule ule mara kwa mara na kuita maisha. Wanaamka kwa mawazo yale yale, wanafanya mazungumzo yale yale, wanatumia aina ile ile ya taarifa na kulala na matatizo yale yale waliokuwa nayo mwaka uliopita. Jerry alielewa jambo la kina sana. Mapato yako hayatapita kiwango cha maendeleo yako binafsi. Huwezi kushinda taswira unayojiwazia moyoni mwako. Huwezi kupata zaidi ya unavyodhani unastahili, na huwezi kujenga maisha makubwa kuliko ukubwa wa fikra zako. Njia pekee ya kubadilisha ulimwengu wako wa nje ni kubadilisha kwanza ulimwengu wako wa ndani kupitia elimu. Jerry aliporudia kutazama siku zake za kiwanda, alitambua hakuwa amenaswa na mazingira yake, bali na fikra zake zilizokuwa finyu. Alifikiri kama mfanyikazi wa kiwandani, hivyo aliishi kama mfanyikazi wa kiwandani. Alifikiri mawazo madogo, hivyo aliishi maisha madogo. Lakini alipoanza kulisha akili yake kwa elimu ya kibiashara, fikra zake zilipanuka na maisha yake yakapanuka pamoja naye. Ukweli wa kusikitisha ni kwamba watu wengi wamepewa akili yenye uwezo wa Ferrari, lakini wanaendesha kama baiskeli. Wanaendesha tu kama baiskeli. Ubongo wako una uwezo wa kutatua matatizo magumu, kuunda suluhu bunifu na kujenga mambo ya ajabu. Lakini watu wengi hutumia mashine hii ya kipekee ambayo Mungu ametupatia kwa burudani tu, kwa ulaji na uzalishaji tu wa wasiwasi tu. Mambo ambayo hayana hata maana. Unaona? Fikiria kuhusu mtu mmoja ambaye anaitwa Sara, mama mmoja mlezi aliyefanya kazi kama mhudumu wa mkahawa wa miaka 8. Alikuwa mwepesi, mzuri kushughulika na watu na angeweza kustahimili pressure kuliko wakurugenzi wengine. Lakini Sara aliamini kwa maisha yake yalibainishwa na mazingira. Hakuwa na shahada za chuo kikuu. Hakuwa na familia tajiri. Wala hakuwa na uhusiano wa watu wakubwa. Alidhani fursa ilikuwa ni kitu
watokea watu wengine. Kila jioni baada ya kazi, Sarah alikuwa akilalia sofa yake na kupotea kwenye vipindi vya televisheni vya uhalisia. Alijua kila mshiriki wa kila kipindi, kila drama, kila kuondolewa. Angeweza kubadili programu hizi kwa saa nyingi na marafiki zake, lakini Sarah hakujua chochote kuhusu sekta ya mkahawa kwa mtazamo wa kibiashara. Alikuwa amefanya kazi kwenye mikahawa kwa miaka 8, lakini hakuwahi kujifunza kuhusu faida, udhibiti wa gharama, masoko au fursa za leseni za biashara. Haya yote Sarah hakujua hata kidogo. Yeye ni kutoka kazini na anakaa. Siku moja jioni, binti yake wa miaka 8 alimuuliza swali lililomchoma kupitia kutojua kwake na starehe zake. Kamwambia hivi, mama, kwa nini una mkahawa wako mwenyewe ikiwa unajua sana kuhusu chakula na kuhudumia watu? Sarah alianza kutoa visingizio vyake kwa kawaida kuhusu pesa, elimu na fursa, lakini akikoma katikati ya sentensi alitambua kwa binti yake alikuwa anaona uwezekano ambao yeye alikuwa haoni. Amejizoesha tu kutoona. Usiku huo Sarah alifanya uamuzi uliokuwa mdogo, lakini ulioleta mabadiliko makubwa. Badala ya kutazama televisheni kwa saa 2 za kawaida, angeitazama kwa saa 1 na kutumia saa 1 kujifunza kuhusu biashara ya mkahawa. Alianza na video za bure za YouTube kuhusu usimamizi wa mikahawa. Alishangaa kugundua kuwa wamiliki wa mikahawa waliokuwa na mafanikio walikuwa wakishiriki siri zao waziwazi. Mikakati yao walikuwa wanashiriki, makosa yao walikuwa wanasema, mifumo yao walikuwa wakisema. Ndani ya wiki chache Sarah huyu alianza kuona sehemu yake ya kazi kwa macho ya mjasiriamali, entrepreneur. Aliona mkahawa wake ukipoteza chakula, kupoteza wateja kwa sababu ya mifumo mibovu ya huduma na kukosa fursa za kuongeza mauzo. Alianza kuchukua maelezo si kama mfanyikazi anayelalamika, bali kama mmiliki wa biashara mtarajiwa anayepata elimu ya bure ya yale usiyopaswa kufanya. Kwa hivyo hapa sasa Sarah alipata elimu. Sarah aligundua jambo ambalo watu wengi hawajifunzi kamwe. Kila kazi kwa kweli ni elimu ya kulipwa, iwapo utaamua kuiona kwa namna hiyo. Badala ya kuhudumia meza tu, sasa Sarah alikuwa anasomea saikolojia ya wateja. Badala ya kupokea order tu, alikuwa anajifunza kuhusu usimamizi wa hesabu. Badala ya kukusanya bakshishi, alikuwa sasa anaelewa mtiririko wa fedha. Badala ya kukusanya bakshishi, sasa yeye baada ya mwaka mmoja wa kujifunza kila siku, Sarah sasa alikuwa anamuendea msimamizi manager wake na mapendekezo 3 mahususi ambayo yangeongeza faida za mikahawa ama mkahawa ule ambao alikuwa akifanyia. Manager wake alivutiwa sana, kiasi cha kumuongeza cheo cha naibu manager. Lakini la muhimu zaidi, Sarah alikuwa sasa ameanza kujiona tofauti. Hakuwa tena mhanga wa mazingira yake, alikuwa mwanafunzi wa mafanikio. Ufunuo ulifika Sarah alipogundua kuwa hakuhitaji ruhusa ya mtu yeyote kuanza kujifunza au kukua au kuboresha. Hakuhitaji shahada ya chuo kikuu ili kusoma kanuni za biashara. Hakuhitaji wazazi matajiri kufikia maarifa ya wajasiriamali, yani entrepreneurs waliokuwa na mafanikio. Lakini hakuhitaji uhusiano hata kufundishwa na akili kubwa zaidi katika historia kupitia vitabu na kozi zao. Elimu ikawa
kiwianishi cha Sara. Sasa alikuwa sasa yeye anaangalia sasa elimu kama ni kitu ambacho kinaweza kikaboresha maisha yake. Sasa wakati watu wengine walipokuwa wakilalamika kuhusu faida zisizo na za haki ambazo matajiri walikuwa nazo, Sara alikuwa anashughulikia akipata faida muhimu zaidi za ya zote, yani maarifa. Wakati wengine walikuwa wakitoa visingizio kuhusu mapungufu yao, sasa unapata Sara yeye kazi alikuwa akifanya anashughulikia akiondoa mapungufu yake kupitia kujifunza. Hii ndiyo siri inayotenganisha wanaojenga utajiri na wanaohangaika kifedha. Watu matajiri wanaelewa kwamba pesa hufuata thamani na thamani hutokana na maarifa yaliyowekwa kwenye vitendo. Watu maskini huzingatia pesa yenyewe. Lakini watu matajiri huzingatia kukuza uwezo wao wa kuunda thamani kupitia elimu endelevu. Kila sekta, kila taaluma, kila ujuzi unaweza kujifunza na mtu yeyote anayekubali kuweza na kuwekeza muda. Taarifa zipo, walimu wapo, kosi zipo. Swali la pekee ni iwapo utaamua kuwekeza katika elimu ya kila siku na utaendelea kuchagua burudani ya kila siku. Sasa wewe ndio uchaguzi ni wako. Kwa hivyo hapa tukiangalia pale tunapata fikiria kuhusu simu yako ya mkononi unayobeba mfukoni. Yani hiyo simu ina nguvu ya kielimu kuliko vyuo vikuu vyote tulivyokuwa navyo miaka 50 iliyopita. Unaweza kufikiria kozi kutoka Harvard, Stanford, Nairobi, Dar es Salaam. Unaweza kujifunza kutoka kwa wajasiriamali, yani mabilionea, wanasayansi na kiwango cha dunia na mafundisho hodari. Kwa hivyo kuna mafundi wengi hodari. Unaweza kujifunza lugha, kukuza stadi na kutatua matatizo ambayo yanaweza kubadilisha maisha yako milele. Lakini watu wengi hutumia kifaa hiki ambacho ni simu cha ajabu cha elimu zaidi kwa mitandao ya kijamii, michezo na kurasa zisizo na maana. Wana ufikiaji wa maktaba kubwa zaidi katika historia ya binadamu, lakini wanaitumia kama kifaa cha burudani. Hii ni kama kuwa na gari la mbio na kulitumia tu kukaa kwenye maegesho. Unaona sasa? Kifaa hicho uko nacho hicho, simu. Tofauti kati ya watu wanaobadilisha maisha yao na wale wanaobaki pale pale si akili, sio kipaji wala bahati. Tofauti ni tabia za kila siku. Watu waliofanikiwa wamekuza tabia za kujifunza kila siku, ila hali wasiofanikiwa wamekuza tabia ya kutumia kila siku. Kiingereza wanasema consumers. Tabia zako ndizo zinaunda maisha yako ya baadaye. Ukiwa na tabia ya kutumia muda kila jioni kwa burudani, unaunda kesho yako ya wastani. Ukiwa na tabia ya kutumia muda kila jioni kwa elimu, unaunda kesho yako ya fursa. Kwa hivyo chaguo ndogo za kila siku ujikusanya tu na kuwa matokeo makubwa maishani. Maarifa unayopata leo yanaweza yasilipie leo, lakini yatakulipa kwa maisha yako yote. Unaona? Kila kitabu unachokisoma, kila kozi unayochukua, kila study unayokuwa nayo inakuwa sehemu ya mtaji wako wa kiakili wa kudumu. Hakuna mtu anayeweza kukiondoa kwako. Hakuna mdororo wa uchumi unaoweza kuharibu kile ambacho umepata katika akili zako. Hakuna mtu anayeweza kuiba au kukitoza ushuru kile ambacho umepata. Lakini kuna dharura katika ujumbe huu. Kila siku unayochelewesha elimu yako, si tu kwamba unaahirisha ukuaji wako,
bali unaongeza matatizo yako. Matatizo ambayo yangeweza kutatuliwa kwa maarifa yanaendelea kukua unapoichagua kutojua. Fursa ambazo zingekuwa kushikwa kupitia elimu upita tu unapochagua tu burudani peke yake. Kwa hivyo sisi tunapaswa tujue kwamba maisha yako yatabadilika pale hali zako zitakapobadilisha. Maisha yako yatabadilika pale unapobadilika kupitia elimu. Mtu utakayekuwa kwa kujifunza kila siku utavuta fursa ambazo mtu ulivyo leo hawezi kuziona. Kwa hivyo ujifunze. Chagua kujifunza. Mambo yapo, elimu yapo, na maisha yako yataendelea vizuri sana. Kwa hivyo subscribe, like, share, watu wengine pia waone.